Nasema kunitambulisha hapana. Yeye mwenyewe akujua baadaye huyu nani. Amesema mama, kama nilikomwambia kwenye simu, nimeingia na maombi naomba, Mungu amenituma, amesema nakuja kuchukua simu yako. Mtumishi ameingia na maombi. Mungu amesema mtumishi toka kwenye maombi, nende kwa shirika, nende kuchukua simu. Tunaleta Mungu gani tunatumia? Nimemwambia naomba simu, weka simu kwenye meza. Baba, asante, tunashukuru sana mtumishi wa Bwana. Unajua ki Yesu Kristo kuna uwezo wewe utamsema kweli mtoto wangu, unasema kweli mimi mtoto wako. Lakini tunataka uwezo wa Mungu. Mungu amenituma kuja kuchukua simu. Mimi kama baba yake, mimi nimekataa kukupa kwako. Nataka Mungu anashuka mwenyewe kuchukua. Wewe huwezi kusaidia Mungu. Simu iko hapa. Mtoto ameshatoa, tumeweka kwenye meza, lakini tunataka baba anashuka, anachukua simu mwenyewe. Anauliza, amesema wewe ametoka hapa, amesema hii nabii amekaa hapa ndani, lakini saa hizi ametoka Arusha. Safari tu nimetoka nifanya tu siku 2. Amesema saa hizi ametoka Arusha. Amesema kwa nini na wewe nabii imani amini? Anasema hii sio mambo ya imani. Amesema Mungu amenituma. Mwambie Mungu anakuja kuchukua simu mwenyewe. Simu iko hapa. Mtoto ameshaweka. Nimwambia na Mungu anachukua kuchukua simu. Nimeona baada ya dakika 5 jasho linaanza kutoka mtumishi. Hata sauti inaanza kubadilika. Nimemwambia mtumishi, wewe Mungu wako ametuma kuja kuchukua simu kwa ajili ya kubariki huyu. Mimi nimekuja hapa. Mungu shamenituma. Mungu amenituma na mwambia huyu mwana wake iko na mwana baba wawili na tembeko yote watu ya ndoa. Mungu anataka kuoa. Jinsi mimi nimekuja hapa. Wewe Mungu amekuja kuchukua tu simu. Ndio Mungu wako haiwezi kuona mchafu iko ndani ya mtu. Ndio unaona leo kanisa nyingi imegawana. Watu toka kwa sababu mtu yuko na fedha, hata anatembea mchafu, mtumishi hawezi kuongea kitu kwa sababu amenunua mtumishi pikipiki, toyo, kwa sababu amenunua mtumishi gari, mtumishi hisi na kuongea na mtu kweli. Amen. Amen. Mtumishi jasho inaanza kutoka. So nasema mtumishi acha simu hapo. Unachukua tu simu na kuita mwezi. Tunataka Mungu anashuka kuchukua simu hapo. Mwisho kama unajua kunaita madadi zako kwa nini umeniita? Umeita kwa ajili ya umeshusha. Nasema sio tumeshusha. Unachezea jina la Bwana. Tunakataa mwizi ndani ya huduma. Tunakataa mwizi ndani ya huduma ya Yesu. Watu wangapi meibia na Biblia? Amen. Amen. Mtu anaongea kitu ya kutetemeka, unaanza kutetemeka. Msema chukua tu mtumishi. Ameiba. Tumekuwa na muda kurudisha ukweli. Amen. Biblia imesema tuweka sadaka kwa kitu iko zaidi. Uko na milioni 1, leta sadaka hata milioni, hata 600,000, hata 800,000, sio mbaya. Ni kama mtu amekuja kuiba, kuongea uongo kwa ajili ya kuchukua vitu, hii ndio Biblia inakataa. Kwa sababu Yesu Kristo anaitwa baba ya ukweli. Mtu amependa suti zako, amesema Mungu amesema toa huyo. Kama mtumishi mmoja au kama mtumishi amekuja hapa amependa dress anasema baba Mungu amesema toa dress, hii sio Mungu. Mungu ametuma dress kwa ajili ya kushusha ufalme yake hapa. Sio Mungu huyu anataka kutoa tena dress. Wewe sikate mwambie mtumishi nimekubali, lakini nataka Mungu anachukua dress mwenyewe analeta paka kwako. Biblia inasema mambo ya Kaisari ya Kaisari, ya Mungu maana yake kitu ya roho kwenye roho, ya mwili na mwili. Kama kitu nimesema na wewe kwa mambo ya roho, mwambie Mungu anakuja kuchukua analeta, nenda kufunga Mungu hapa. Hivyo na uwezo inapotea hapa inatokea kwako. Amen. Amen. Mimi nimetoa sana na maisha yangu. Lakini siwezi kutoa na mtu anakuja kuiba. Unaingia kwenye YouTube unaona natoa magari, natoa vitu, natoa. Kama sasa hivi juzi hapa nimesikia kutoa kila kitu iko ndani ya nyumbani yangu. Naingia kwenye ndoa, nibaki miezi 2. Nimechukua bakiti, ba TV ya plasma vitu, nimesema mchungaji njoo kuchukua. Iko vitu yote ndio natoa iko zaidi ya milioni 14. Nasema chukua toa. Najua Mungu. Natoa kwa sababu najua kitu gani kwa nini natoa. Sio kwa sababu nilikuja kuhubiri. Siku moja nimemaliza kuhubiri hapa Arusha hapa kanisa moja. Mtumishi alikuja amesema Mungu
amenituma kuja kuchukua viatu vyako. Nimeangalia hivi. Amerudia tena. Nimetoa viatu nimeweka mbele. Nimesema mtumishi, tunasubiri Mungu yote anakuja kuchukua na toa na kwako. Kwa sababu kama uko ndani ya kampuni, boss amesema chukua vitu fulani kupa na mtu fulani. Boss anasema niletee kitu na toa na mtu. Siko mimi nimeweka hapa. Tunataka Mungu anachukua hapa, anakupa mikononi, mimi naenda na miguu. Kwa nini tunachezea Mungu mpaka hapa? Amen. Amen. Kanisa leo imepoteza utakatifu kwa sababu tumeingiza mamwizi, tumeingiza vitu vichafu, utakatifu umeisha. Umeona mtu anaokoka, bichi kidogo yuko sina miaka 25, anatimia na babu, yuko zaidi ya baba yake miaka 60. Kwa sababu ya 10,000 tu. Hapo nakuja unaomba unalia. Wewe unaona Yesu Kristo anaona machozi yako? Unaanza Mungu anaona machozi. Unajua kimungu anatembea ile kumke ya watu ya leo unaendelea. Vizuri leo kuna siku. Mzungu anasema hata watu wameandiko siku na siku 199 iko kwa ajili ya mwizi, siku moja tu kwa ajili ya mwenyeji. Subiri siku unaonana na mwenyeji. Wewe subiri tu siku yako mwenyewe unapata jibu. Amen. Hapo naanza kusema shetani. Nimeona vitu vingine inafika ndani ya maisha ya mtu. Hata tunaomba kwa jina Yesu toka. Hata shetani anasema baba mimi vitu sijui kabisa yeye mwenyewe. Vitu vingine sio shetani. Amen. Wewe na akili yako ujui kimambo unafanya sio vizuri. Yusufu amekataa kutembea na mke ya Potifa sio kwa sababu ya Roho Mtakatifu, bali kwa sababu neno la Bwana imekoma tabia ndani ya maisha yake. Amen. Unasoma Biblia, fanya kila kitu ke neno la Mungu inakoma tabia. Unasikia tu story moja na kupita hapa nenda mweka ndio unatoka huyo mchungaji amehubiri nini? Amepiga story fulani, amehubiri nini? Nimehubiri kila mtu anatembea maisha mchafu bado yuko mavumbi. Mbinguni haipo kwa ajili yake. Amen. 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 Mavumbi kitu gani? Kila mtu anatembea na maisha mchafu. Mungu amesema nini kutakasa kanisa ibariki kanisa. Baraka ya Mungu kwa ajili ya watakatifu tu. Amen. Amen. Mimi si nimekubariki maisha yako bado hujabarikiwa. Hii kitu mbaya sana. Ni mara nyingi sana mama mimi nakataa wanabii mwingine. Amen. Unajua kitu inaitwa nabii kwa ajili ya kukumbusha mtu, huyu kumuelekeza mtu njia. Nimekuja kumwambia binti moja, nimesema unauza nguo unapitiliza muda. Mungu amesema na mimi acha kuuza mkaa. Amesema niko mke vizuri nauza mkaa. Nasema Mungu amesema anauza mkaa. Ameanza kuuza mkaa. Amenipigia simu juzi amesema nimeona unataka kuoa. Lakini hapa nimejenga nyumba ya pili na mkaa tu. Ameuza nguo zaidi ya miaka 5 hajanunua tagari. Sasa hizi anajenga nyumba ya ngapi? Ya 2. Anatembea na Prague, Dar es Salaam. Maana yake unabii inakuja kwa ajili ya kumwelekeza mtu. Sio kwa ajili ya kusema kama vitu ya kukumbusha vitu kwa ndani zako. Ni mara nyingi nasema kama mtu anakuja kusema wewe unaelewa mwaka huu, mwambie nabii atamtumishi. Mwambie nakuelewa kweli nabii. Lakini hapa tuko na makoa nyingi. Mume wangu anatoka Mwanza, Dodoma. Anatoka Dar es Salaam. Anatoka wapi nataka kujua. Pia anakuja kwenye ndege, au anakuja kwenye basi. Amen. Mwambie nataka nani? Kujua. Sio nimesema mwaka huu kuishi na hapa ishi nabii. Ulize vizuri. Ulize kwa Mungu na amesema nakuja na basi ya Sabaki. Nimeenda kuhubiri kanisa moja ya Distrani hapo Arusha. Nahubiri huu. Natembea kwa sababu mimi kama nahubiri nimesimama sehemu moja naona kama yuko gerezani. Nimezoea kuhubiri sehemu ya toka panini ya vile waseme watu wengi nimezoea kutembea kama nahubiri nasikia. Niko sawa. Nimeona mama mmoja amekaa nyuma. Nimesema mama simama, umeelewa? Amesema hapana. Nimesema kwa miaka mingapi? Amesema 42. Mwaka wao inaingia na mwezi inaingia na 43. Nimesema kwa mwanaume. Amesema hapana tumeachana.
Ameenda kuelewa mtu mwingine. Nasema mume wako anakuja kesho. Na ndege ya saa 4 anatoka Dar es Salaam. Na yuko mtu ametoka Amerika, ametransit amekaa siku moja, anakuja na ndege ya kesho. Wewe nende airport kupokewa na mng'ane huko. Nimetabiria vitu kila kanisa, kila mtu amefungulia macho anaangalia mimi. Hii Jumamosi, hii Ijumaa, ibada imeisha, tumeondoka. Kesho yeye hajakuja ibada, ameenda Kia. Amekaa, nikimshuka watu shuka anaona mtu. Ameenda kukaa amesema, una begi nyingine. Ndio nasema vitu mume wangu anakuja hapa anatoka wapi? Baada ya muda baba mmoja usenda subiri mtu anakuja kupokea mtu atakuja. Anaona mwanamke mmoja amekaa, ameenda kukaa karibu yake, ameenda kupiga tu story. Ameuliza, "Wewe unasubiri na yeye?" Amesema, "Mimi nasubiri mume wako." Amesema, "Wewe unasubiri?" Amesema, "Mimi nasubiri usi nani mdogo wangu anakuja kumchukua lakini bado hajakuja." Amesema, "Basi baada ya muda hii mwanamke anataka kusimama kuondoka." Hii baba amesema, "Unaweza kumleta kwako kwa sababu mimi sijui Arusha, nimekaa nyingi sana bila kufika Arusha." Amesema, "Sawa." Ameleta yeye kwake. Amesema, "Umesema unasubiri mume wako, kwa nini hapa nyumbani yako hakuna picha ya mwanaume?" Amesema, "Hapana. Na mimi nimesema mume wangu anakuja leo, nimekuja tu kutafuta." Amesema, "Mimi hapa nimekaa Amerika. Nataka kuelewa familia yangu nakataje, nimekuja Arusha kutafuta mwanawake." Ako wewe unatafuta, wewe bado hujaelewa, mimi naelewa tu wewe. Mwambie mimi nimebaki na wiki moja tu. Mwambie mimi tunaanza kwa mchungaji, tunaanza familia. Muda huyu mambo yanafanikiwa. Amesema hapa tunabadilisha na leo da mimi niko nimeshabadilisha nipata uraia Amerika, tunaenda da tunafanya kila kitu na wiki tunaenda. Amen. Amesema tunaenda. Mwana wake ameanguka kwenye chini. Amepoteza ufahamu. Baada ya muda ameanguka. Mwanaume ametaka kukimbia. Amekuja amesema, yeye anakuja kukufa na mikono yangu mimi. Tumeenda kwa mtumishi usiku saa 3. Baba amekuja hapa. Huyu nani? Papa ndiye amesema na kitu amepiga story. Mimi nimeingia kanisa Jumamosi. Jumapili. Watu wanaanza kupiga kelele tushangilia. Paka anajaona watu shangilia hivi, nimetoka paka nje nimesema sasa iko na shida gani ndani ya kanisa? Amesema muda kitu. Nimeingia tena. Watu piga kelele kama unasema mtu anataka kugusa hapo ni mkuu anasema nimetoka tena mara hii. Sasa hapa iko na kitu gani hapa? Mtu yeye anasema hapana. Amen. Maana yake nimeingia kama mwanawake ameanza kutoa shuhuda, nimesema kweli Yesu yuko Mungu. Amen. Utukufu vyote unakuja kwa Yesu. Maana yake nini? Hakuna jina ya mtumishi anafanya ujiza. Hakuna jina ya mtumishi anajua muda gani ujiza anakuja na maisha yako. Yesu pekee. Na kama ujiza inafika na maisha yako, mtu ya kwanza anashangaa mtumishi mwenyewe. Ndio umesikia kama utasema leo niko na ujiza ya watu watatu. Hii sio Mungu. Amen. 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 Nivumilie kidogo, wewe mwenyewe umechelewa. Amen. Amen. Lakini Jumapili siku ya Mungu. Amen. Amen. Hapo nataka kuondoka. Mungu abariki. Amen. Ujiza iko kitu inatoka kwa Mungu. Unakuja kanisa badilisha maisha yako. Tunasoma sasa nataka kuongelea kwa ajili ya jiwe na kuongea tu dakika kidogo vitu naomba ili tunaenda na mambo kingine. Lakini kama Mungu anasogeza hivi kuna kitu Mungu anafanya ndani ya watu. Amen. 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 Siku moja nimeenda kuhubiri Kamerun. Nimekuja mapema kama nimekuja leo. Nimekuta ibada imeanza. Mtumishi nimesema kunywa hata chai, nimesema hapana. Chunga nimeona tumechelewa tuingie tu. Eta Kamerun tuna kanisa nyingi huko Jumapili kanisa ibada siku ya Mungu. Ibada inaanza saa 12 ya asubuhi mpaka saa 12 ya jioni. Mimi saa hizi nimejaa kula. Mhubiri anasimama saa 10. Mimi nimefika kanisani saa 1 kamili. Nimesema nachelewa. Tumefika saa 8 nimwambia mtumishi, unaangalia saa. Amesema naangalia najua vizuri bado muda haipo. Nasema sisi tunaokoka lakini bado tujatumikia Mungu kama hapo. Nimefika saa 9 nimwambia Mungu, hii tunaendelea tu tunafunga kanisa tunasema bado. Saa 10 ndio mbia anasimama.
Nasema amen. Epi nimehubiri saa 10 tumefika saa 12. Ameongeza tena lisali moja ya kuomba mpaka saa 1. Hakuna mtu anaondoka. Nasema usiku mtakojua ibada kitu gani, maisha yake yanabadilika. Amen. Kwa sababu ndani ya ibada kama hujabarikiwa umelaaniwa. Hata naomba mwenyewe kama hujabarikiwa unalaaniwa. Amen. Amen. Naomba msomaji Biblia kuchukua kwa haraka Mathayo 16. Tunasoma mstari ya 13 mpaka 19. Mathayo 16 13 mpaka 16. Basi Yesu akaenda pande za Kaisari Filipi, akauliza wanafunzi wake akasema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine unena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, hao mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mpaka 19. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bariona, kwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Amen. Tunasoma Luka 4 mstari ya 3. Luka 4 mstari ya 3. Luka 4 mstari wa 3. Okay. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Sikiliza. Sasa hivi nataka kuongelea habari ya jiwe. Amen. Amen. Ujumbe wangu uko mavumbi au jiwe. Mavumbi ndio nani? Ndio nini? Mavumbi kwa mtu yote anatembea na maisha mchafu. Hata umefanya miaka 10, 50, hata miaka 50. Hata umefanya sherehe 30 kwa ajili ya huduma. Mimi nimekoka, kwa ajili siku nimekoka mpaka leo niko na hii sherehe ya 30. Bado unatembea maisha mchafu kwa mavumbi. Shetani kuna uwezo juu yako. Amen. Sasa unataka kutoka mavumbi. Kitu ya kwanza hivyo kujua nasali nani. Biblia inasema Mungu wetu uko mtakatifu mara ngapi? Nenda soma Biblia. Mara ngapi? Mungu yuko mtakatifu mara ngapi? Au bado mchungaji hajafundisha mambo ya utakatifu hapo? Mungu yuko mtakatifu mara ngapi? Mara moja. Huyo amesikia 3 nyuma, kila mtu amebadilika amesema 3. Moja hii imerudia mara 5. Biblia inasema Mungu wetu uko mtakatifu mara 3. Unataka kuokoka, ya kwanza tafuta kitu inaweza kubadilisha maisha yako na kuwa mtakatifu. Amen. Uwezi maisha yako ishi kama mtakatifu kama bado hujajua unaokoka nani. Biblia inasema siku moja Yesu Kristo ameanza kusema na watu, kumwambia watu wake, watu nena nyinyi kwa ajili yangu. Mwingine amesema mmoja kwa nani manabii, mwingine amesema Elia, mwingine amesema hivyo. Amemaliza, amesema kwa ajili yako mimi ni nani? Unaweza kuja kanisa unasali miaka nini, kama bado unajua ke Mungu ndio nani ndani yako, bado wewe mtoto wa Mungu. Amen. 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 Kwa sababu ufunuo ya maisha ya mtu imeanza kwa ajili ya siku anapata ufunuo, imebaki nyuma ya jina la Mungu.
Mungu wetu ya kwanza iko takatifu. Kitu ya kwanza, yeye sio Mungu kwa ajili ya watu yote, bali yuko Mungu kwa ajili ya nani? Ya watakatifu. Ndio unakuja kuokoka, kitu ya kwanza tafuta kubadilisha maisha yako. Amen. 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 Kila mtu ameanza kusema iko hivyo, amesema kwa ajili yako mimi ni nani? Unajua tuko na watu anakuja kanisa, bado anajua naokoka nani na sali nani. Unakuja kanisa unataka kuende mbele, unataka kubarikiwa, kitu ya kwanza tafuta ufunuo baki nyuma ya jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Anta ufunuo, kitu inaleta ufunuo ya Mungu ndani ya maisha ya mtu inaitwa Roho ya Mtakatifu. Watu mafundisho yote 12 hakuna mtu anajua hii nani. Baada ya muda Petro ameanza kusema, amesema wewe sio mtu ya dunia, wewe Kristo. Huyu tumetabiria miaka nyingi utakuja kwa ajili ya kufanya nini? Ya kukomboa dunia. Maana Mungu Yesu amesema, hii sio damu na nyama ndiye imefungua vitu hivi. Kitu ya kwanza, Roho ya Mtakatifu ndiye inafungua ufunuo wa Yesu ndani yako. Unakuja kanisa, fanya kila kitu ya kushusha ufalme ya Mungu ndani yako. Siku ufalme ya Mungu inashuka, maisha yako inabadilika. Amen. Ufalme wa Mungu imeshuka tu. Yesu anasema sio damu na nyama. Kuanzia vitu Mungu wewe Mtakatifu amefungua ndani yako. Kitu ya kwanza, wewe Petro, na geuza maisha yako. Wewe huwezi tena kuishi kama mavumbi, kuanzia sasa na geuza maisha yako na kama ndiwe. Sijui kama yuko na mtu mmoja anaelewa vitu nasema. Mungu anasema na Petro, kwa ajili ya ufunuo wewe umepata sasa hivi, kuanzia sasa na geuza maisha yako. Uwezi tena kuishi duniani kama mavumbi, unakoma diwe. Diwe kitu gani? Diwe kitu shetani hawezi kugusa. Diwe kitu mchawi hawezi kuchezea. Diwe kitu hii shetani anaogopa. Diwe ni nani? Diwe mtu anatembea na maisha utakatifu. Amen. 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 Mungu amesema nimegeuza maisha yako. Umekoma diwe. Maana yake shetani hawezi tena kugusa nani? Ule Mungu anashuka pale pale. Mungu ameendelea. Amesema Petro, natakupa ya kwanza, fungue nini? Ya mbinguni. Maana yake Petro anaishi duniani, amepata sehemu mbinguni, amepata funguo ya nyumbani yake ya mbinguni. Na umwambia mshirika moja, anamwambia mtoto wa Mungu moja, unaishi duniani, tafuta funguo ya mbinguni. Funguo ya mbinguni kwa ajili ya watakatifu. Tuko na watu anaishi hapa duniani, anaokoka na upili, ndani ya mikononi yake haina hata fungua moja. Amen. Amen. Yana tafuta vitu, yuko na kitu inaleta vitu zaidi, iko Roho ya Mtakatifu. Mungu amesema ya kwanza, nakupa nini? Funguo ya mbinguni. Ya pili, kila kitu nafungua hapa dunia inafungua mbinguni. Kila kitu nafunga duniani inafunga mbinguni. Amekupa uwezo na Petro. Amekupa Petro uwezo juu ya nani? Ya shetani. Amesema tena Petro, kwa njia sasa kila kitu nakanyaga na miguu yako inafanya nini? Inaharibika. Mimi siwezi kuamini mtamesema niko Mkristo mtumishi, mtamekuja kutupa madawa mbele ya nyumbani yangu, nimekanyaga nini miguu yangu imevimba. Unatumikia Mungu gani? Niko zaidi ya shetani mara 10,000. Amen. Amen. Kwa sababu Mungu unabeba iko zaidi sana ya shetani. Siwezi kuhesabu. Amen. 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 Siwezi kuamini kitu ya shetani inaweza kugusa mtoto ya Mungu. Mungu amesema Petro, ngojea sasa na geuza maisha yako. Nimekuja asubuhi ya leo kwa sababu Mungu amenileta. Amesema yuko na watu nataka kugeuza maisha. Shetani amechezea biashara yako, amechezea maisha yako, amechezea afya yako. Asubuhi ya leo Mungu anataka kugeuza maisha yako. Unatoka mavumbi unakuwa diwe. Hata umeumwa miaka nyingi, hata umeteseka miaka nyingi. Nasema leo yuko na mtu Mungu anataka kugeuza. Hata shetani anatafuta maisha yako, hawezi tena kuona kwa sababu Mungu anageuza. Shetani ameona amepoteza nguvu ya kwanza juu ya mtu, amemjia Mungu. Amesema Yesu, uko na njaa, geuza diwe inarudi nini? Mikate.
Kwa sababu amepoteza nguvu ya kushika watoto wa Mungu. Iwe shetani anaongea sio jiwe kama jiwe. Na shetani anataka kugujisha nguvu ya kwanza ya kugusa watoto wa Mungu. Nimekuja kutamka juu ya mtoto mmoja wa Mungu. Kama kweli unaokoka, hata wachawi ya familia yako hakuna mtu hawezi kugusa. Hata nguvu yote ya ushirikina ya dunia hii hawezi kugusa maisha yako, kwa sababu huyu ameshikilia na mikono ya Bwana. Hakuna mtu hawezi kutoa. Hakuna mtu hawezi kutoa. Mungu amegeuza maisha yake imekoma jiwe. Mungu ameendelea, amesema juu yako na kujenga kanisa. Maana yake nini? Kila mtakatifu ndani yake, kanisa inaanza sio nyumba, kanisa inaanza ndani ya mtu. Biblia inasema kanisa iko takatifu kwa sehemu ya watakatifu. Maana yake nini? Mungu amesema na Petro, juu yako na kujenga kanisa. Maana yake wewe umetakaswa kwa ajili ya kutakasa watu wengine. Amen. 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 Mungu amesema juu yako na kujenga kanisa. Kanisa imeenda ndani ya moyo wa mtu. Amen. Amen. Takaswa kanisa zako iko moyo wako. Badilisha tabia zako. Shetani amesema hapana. Nataka unageuza nini jiwe na uji mikate. Mungu amesema siwezi kufanya hivi. Tena kila Mkristo, kila mtu anatembea na maisha takatifu, iko na malaika ya ulinzi. Iko na malaika analinda maisha yako. Hata juzi umepoteza pesa, hata juzi umepoteza kazi, hata umepoteza afya vizuri. Nimesema asubuhi ya leo nguvu ya Mungu inashuka, inageuza maisha yako na wote jiwe. Maana yake hakuna mchawi hawezi tena kugusa maisha yako. Hakuna mtu ushirikina hawezi tena kugusa kazi yako. Familia zako hatameteseka. Mungu amekuja kugeuza inarudi jiwe. Hakuna mtu hawezi tena kugusa maisha yako. Amen. Amen. Unaelewa vitu kama huyu? Hakuna mtu hawezi kugusa maisha yako. Tunasoma Biblia moja, unataka kupata revelation ndani ya Biblia, omba kabla kusoma Biblia. Amen. Amen. Mungu amesema nimegeuza. Nimegeuza kwa njia sasa wewe sio mavumbi. Maana yake nimekuja kumwambia mtu mmoja, hata umeteseka miaka imepita, uwezi tena kuteseka kwa sababu maisha yako yamebadilika. Kama Mungu shetani amechezea afya yako, nimekuja kusema leo mwisho kwa sababu Mungu amegeuza. Mungu amegeuza. Maana yake hakuna tena mtu anaweza kugusa maisha yako. Hata umezaliwa na familia ya mganga, hata umezaliwa na familia ya mchawi, sio shida zako. Mimi nimekuja kutangaza ndani yako hakuna mtu anaweza kugusa maisha yako, kwa sababu umeshikiliwa na mikono ya Bwana. Unajua mtu ameshikiliwa na mikono ya Bwana, hata dunia nzima inataka kupata, hawezi kuchukua mtu kama huyu. Siku moja ufalme Saul anatafuta David kupata ufalme na jeshi mzima. Hajapata kwa sababu David ameshikilia na nini? Ni mikono ya Mungu. Unashikilia na mikono ya Mungu, hakuna mtu kugusa. Mtu kama Petro na Yohana anaomba tu, gerezani inavunjika. Nimemjua kumwambia na mtu mmoja, umeteseka miaka imepita, umeomba bila kupata jibu. Asubuhi ya leo iko na kitu Mungu ameleta kwa ajili yako. Iko na kitu Mungu anataka kufanya kwa ajili yako. Maana yake Mungu anaanza mambo mpya. Simama, shangilia Yesu. Nakuja kuhubiri njoo mapema. Unasikia tu nakuja kuhubiri njoo mapema kwa sababu nimezoea hata bila ya watu saa 4 naanza kuhubiri saa 6 namaliza na watu gani. Wewe kama unaingia tunasalimia mlangoni, mimi naenda. Amen. Mungu hawezi kuja ibadani kusubiri watu. Wewe ndio kubali kuja kusubiri Mungu ndani ya ibadani. Funga macho yako. Nyosha mikono yako mbele. Nataka mtu mmoja anasaidia, natoa mic yote hapa iko mbele, anaweka pembeni. Nimekuja kwa ajili ya kitu miwili tu. Nimekuja utakaswa kanisani, iko bariki kanisani. Unaweza kuweka huko vizuri. Kitu inaitwa ibada, sio kitu kuchezea. Ndani ya ibada kama hujabarikiwa hapana, unalaaniwa. Ndani ya ibada kama maisha yako imefunguka hapana, inafunga. Ibada yako na kitu miwili tu. Asubuhi ya leo Mungu anataka
kubadilisha maisha ya watu, ya mtu mmoja. Niko na watu hapa wanatembea vibaya. Nimeona watu nyingi sana wanatembea vibaya. Unatembea na maisha ya hongo, unatembea na maisha mapenzi, unatembea na maisha mchafu, unatembea na maisha ya mwizi, unatembea na maisha yote Biblia inakataa. Sogea mbele, nimekupa dakika 3 tu kabla kuanza kuhubiri, kuanza kuomba. Anza kusogea, fanya haraka, kimbia haraka. Nimekuja kwa ajili yako. Oh, kai hapa sente. Naona watu. Fanya haraka, nasubiri. Nimeona watu zaidi ya 30 hapa. Kama naanza kuomba, wewe unatembea vibaya, umekaa huko, hujasema, hujapita mbele. Unanitafuta tu, wiki tu. Unasema kweli Mungu ameleta mtu wako. Na sisi nimeona watu zaidi ya 30. Mtu anatembea, watu nyingi sana wanatembea vibaya. Anatembea nje ya neno la Bwana. Hata hapa iko nyingi, hapa iko nyingi, hapa au sipo. Fanya haraka, nasubiri, fanya haraka. Tuko na dakika 3 kwa ajili yako. Leka nyama sekretari ya baba. Ndio msaidia kutulia. Na sisters, unajua kuna tembea vibaya. Tuko na watu zaidi ya 30. Naongea kama nabii. Muda nakushika mic naanza kuombea watu yuko mbele. Uko na kitu iko vibaya ndani yako, umeharibu maisha yako mzima. Unanitazama sio ujui mimi nani? Nilikuuliza tu FPCT, uliza kila mtumishi unafahamu hapa Tanzania, hata nje ya Tanzania. Mungu kama anasema kitu. Si nimesema Mungu nataka kutabia, Mungu amesema hapana. Nimeangalia maisha watu nyingi nimeona mchafu sana. Mungu amesema takaswa kanisa. Si nimetabia hapa vitu vingine, kila mtu anafunga sikio anasema kweli. Lakini Mungu amesema nimekupa tena neema, takaswa kanisa zao. Sogea mbele, Mungu anataitwa, Mungu anasubiri asubuhi ya leo. Mungu amekuja kwa ajili yako. Sogea mbele. Hata hapa iko na watu, hapa na baimbaji kuna watu, bado nasubiri. Kuna watu. Bado iko na watu na baimbaji. Hapa iko na watu nyingi sana hapa. Kuna watu, nasubiri. Niko na uwezo wa kuja kuchukua mbele. Kika wale ukifika huko nimeleta mbele, nimekuletea mbele. Hapa maisha yako hawezi kubadilika. Unasali. Bado unatembea maisha ya utakatifu hapa. Mungu ameleta nabii asubuhi leo kwa ajili yako. Sogea mbele na kusubiri, sogea mbele. Nimebaki dakika 2. Muda wangu umefika, unakuja na kurudisha. Mimi narudishaka watu. Tumebaki dakika 1. Na seconde 50. Leka na bashekete ya baba. Yesu.